nilikuwa mwanafunzi wa chuo hiki, nimemaliza mwaka 2016. Lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni mbili. Kampuni ya kwanza ni Two Sisters Women Group, inadili na rubber base, lakini pia kampuni nyingine ni Two Sisters Contractors Limited, ni class 6. Lakini vile vile pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti, nasoma Civil of Engineering. Mheshimiwa, mimi ni mmoja kati ya wanafunzi ambao nimetoka katika chuo hiki, lakini pia nimeweza kushiriki kufanya miradi mingi ya Tanzania hapa mikoa tofauti tofauti ya kanda ya Ziwa. Nimefanya miradi ya TANROADS kanda ya Ziwa na nje ya kanda ya Ziwa, lakini vile vile nimefanya miradi ya TARURA, lakini sambamba na hivyo nimeshiriki mradi wa daraja la Magufuli kama subcontractor. Ombi langu Mheshimiwa, tunapitia changamoto nyingi, lakini kulingana na mazingira tuliojengewa kwenye chuo hiki tunaweza kupambana nayo, lakini baadhi na kubwa zaidi tunayoitegemea kutoka kwako kama wakandarasi wanawake ambao tumetoka katika chuo hiki cha Misungwi, tulikuwa tunaomba katika ile bajeti yako inayowekwa kwenye wizara ya wanawake basi iweze kutufikia na sisi, ambao pia itaweza kuwasaidia wadogo zetu wa kike hata wa kiume kuweza kunufaika na mitaji ambao wanaweza wakapata kutoka kwenye wizara yako. Hivyo basi niweze kuwatia moyo na kuwahamasisha wanafunzi wa kike ambao mnatoka kwenye chuo hiki cha CDTI Misungwi. Kulingana na mazingira ambayo tunajengewa kwenye chuo hiki, naamini kabisa mnaweza mkatoka mkiwa vizuri kulingana na mikopo ambayo tunaweza tukanufaika kutoka kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Nimemaliza hapa Misungwi CDTI mwaka 2015. Baada ya kumaliza hapa nilifanikiwa kuajiriwa kwenye kampuni ya Nyanza Road na nimeshiriki kutengeneza barabara huko Msoma kwenye mradi wa barabara ya lami. Baada ya hapo nikafanya kazi kwenye kampuni nyingine ya China Lawrence Group iliyopo Mpanda. Tulitengeneza barabara ya Tabora Tumpanda kwenye kiwango cha lami. Baada ya hapo mwaka 2020 mpaka leo niko kwenye kampuni inayoitwa Las Company Limited, inapatikana Mwanza mjini, inahusika na mabarabara ya mawe na pia barabara za gravel. Pamoja na hayo yote, Mheshimiwa Waziri, kuna changamoto nyingi sana tunakutana nazo site kama wanawake, lakini na wasio watoto wa kike msikate tamaa. Swala la changamoto kwa wakandarasi lipo. Mheshimiwa Waziri, pia kuna taasisi yako inatoa mikopo kwa ajili ya wakina mama. Kama sisi wakandarasi na mpango wa kufungua kampuni yangu na iko kwenye process, nilikuwa na kuomba tujalie sisi, tukumbuke sisi wakandarasi wakina mama, mikopo tusaidie iweze kutufikia ili tuepukane na changamoto tunazozipata huko sasa. Napenda kukipongeza chuo cha Misungwi CDTI kwa sababu tukiona kwenye maofisi mengi, kwa mfano TARURA, TANROADS, kuna wanafunzi wengi sana wa Misungwi CDTI. Kwa hiyo na wasi msome, ajira zipo, pia kuna fursa za kufungua kampuni, mnaweza pia mkajiajiri kama sisi tunavyofanya. Asanteni. Mheshimiwa Naibu Waziri, nilitaka nizungumze kidogo sana kuhusiana na kuna mkandarasi hapa alizungumza kwamba tuweke budget kwa ajili ya mikopo ile. Labda tu nimwambie Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka 2024 aliona changamoto ya kifedha na kimitaji kwa wakandarasi wetu wazawa humu ndani waliopo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo alizindua kitu kinaitwa Samia Bond kupitia CRDB Bank. Samia Bond inatoa
12% ya project mkandarasi ukipata, na hii imewasaidia watu wengi sana, imesaidia wakandarasi wadogodogo wengi sana, kwamba ukipata project let's say ina thamani milioni 500, hii Samia Bond na kusponsor 12% ya hiyo thamani. Kwa hiyo ni vyema wakandarasi tukatembelea katika CRDB kwenda kupata elimu zaidi kuhusiana na hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimeambiwa nikukaribishe. Hadhara hii nakusubiri, vijana hawa wanakusubiri, wakusikilize, useme neno ili uweze kufarijika. Karibu sana. Mkuu wa chuo, mimi kipekee nipende kwa kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeniruhusu niweze kufika hapa Misungwi CDTI usiku huu. Usiku huu kwangu ni wa kihistoria kwa sababu kwanza naamini mmetusubiri kwa muda mrefu, lakini tumekuta bado mna energy, mna power, mna nguvu ya kutosha. Hongereni sana. Na asanteni sana kwa mapokezi yaliyotukuka. Kote nimepokewa, ila Misungwi mmetisha. Na swala la uwezeshaji wa mitaji, Mheshimiwa Rais amelimaliza. Nimshukuru Katibu Tawala wa Wilaya, amewapa hiyo window moja ya CRDB kupitia Samia Bond. Hakika mkiwa mmepata kazi, basi ile barua ya kukuonyesha kwamba kweli umekabidhiwa kazi, nenda nayo pale CRDB, itakupatia 12% ya mtaji wa ile kazi namna ambavyo ipo. Mimi naamini hiyo tayari ni mlango uko wazi kabisa na ambao utaweza kuwasaidia, si ndio dada zangu mainjinia mliokuja kuongea hapa? Hiyo mnaionaje? Imekaa vizuri. Lakini window ya pili nitakayowaachieni, dadangu Neema, nataka nikupe kazi. Hawa ni mazao yetu. Embu kwenye ule mfuko wa maendeleo ya wanawake pale wizarani, hakikisha unawachukua hawa mabinti, hakikisha umewatamia wawe wanufaika wa ule mkopo ili wakaweze kufanya kazi. Sikutaka kumhoji sana changamoto gani mnakutana nazo, nimejaribu tu kujifikirisha nikiwa kama mwanamke. Nimewaelewa. Chukueni namba ya mkurugenzi, hakikisheni mna keep in touch, msumbueni. Mimi nimeshamwagiza, kwa hiyo nyinyi imebaki kazi yenu kumsumbua ili hakikisha anawakutanisha na ile idara ambayo inatoa mikopo, hela ambayo itapatikana kipindi hiki na nyinyi mwe wanufaika. Kwa watumishi wote wa hapa chuoni, napenda kuwapongezeni kwa ushikamano na umoja wenu. Umoja wenu ndio mafanikio haya tunayoyasikia hapa. Kwa hiyo endeleeni kushikamana. Mkuu wa chuo, mimi nakupongeza, hata kama sijaambiwa, ila nauona ushirikiano wako kwa wenzio. Angekuwa mkuu wa chuo janja sura mimi ningeziona,